Wapendwa wasikilizaji wa Radio Bukavu FM, wakaribishwa kufuata taarifa za habari katika lugha bora tukufu sanifu la Kiswahili, na kwanza hapa muhtasari wake. Shughuli za shule zaendelea kuzorota wilayani Walungu kutokana na mapambano kati ya askari jeshi wa M23 pia wale waitwa wazalendo, ikiwa hakuna kile kitakachochukuliwa mwaka wa shule 2024-2025. Sehemu hiyo itakuwa yenye kupita bure, wasema wazazi wa moja waliojiwa na Radio Bukavu FM. Hivyo barabara zaendelea kuwa mbovu katika mji mkuu wa Bukavu. Ni wakaji ndio waalika wakuu viongozi wa sasa kuingilia kati kwa kukarabati barabara. Na mahakama ya kikatiba yahakikisha kuendelea hii siku ya 3 tarehe 23 Aprili masambo yenye kuunganisha Matata Mponyo naye mwanabunge Deogracias Mutombo, gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Kongo. Kuna haya na mengineyo ndio mtakuwa mkiavundua kupitia ufundi wake Elvise Murabazin. Valentin Kalurani jina langu na kuwa hapa ajili ya utangazaji. Karibu na tukope sikio kwa maelezo kamili. Naam, kutokana na kufariki kwake Papa François wa kiaskofu nchini na maaskofu waita wa Kristo wa dini za Katolika na zinginezo kuweka mbeleni sala ili roho yake ipokelewe. Niliyaeleza mwanzoni mwa taarifa hii habari. Mahakama ya kikatiba yahakikisha kuendelea siku ya 3 tarehe 23 Aprili masambo yenye kuunganisha Matata Mponyo na mwanabunge Deogracias Mutombo, gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Kongo. Duru zetu toka kwa mahakama hiyo zajulisha kuwa masambo hiyo itazingatia zaidi muradi ya Bukangalonzo. Kwa hiyo kupitia habari zimoja zilizosambazwa kwenye mitandao za kijamii, Matata Mponyo alilaumu masambo hiyo akisema kuwa imewekwa ndani mambo ya kisiasa. Katika habari zingine, ODP ya laumu kabisa mambo yenye kuendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa hiyo waita mambo iwe yenye kuendeshwa kati ya Felix Antoine Tshisekedi na mwenzie Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu. ODP yasema kuwa maongezi ya ana kwa ana kiendeshwa kati ya warais hao inaweza kuleta suluhisho kwa mambo yenye kuonekana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana ODP alika Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Joseph Kabila kuikala mezani ajili ya kuongea wao wenyewe ili suluhisho ionekane kwa mzozo huu unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shughuli za shule zaendelea kuzorota wilayani Walungu kutokana na mapambano ya askari jeshi wa M23 pia wale waitwa wazalendo, ikiwa hakuna kile kitakachochukuliwa mwaka wa shule 2024-2025. Sehemu hiyo itakuwa yenye kupita bure, wameeleza wazazi wa moja. Hao waeleza kuwa shule zimoja katika tarafa hilo azija anza kazi zao, watoto waendelea kubaki nyumbani na wengine waufia kwenda shuleni sababu oga ya jaa miongoni mwa watu. Mzazi mmoja aliyejieleza kwenye Radio Bukavu FM aita pande mbili zenye kuwa katika mzozo kusikilizana ili mwaka wa masomo wilayani Walungu umalizike kwa amani. Utafahamu kuwa ni tangu mwezi wa pili ndipo wanafunzi wa moja wa wilaya ya Walungu watatizika kwa kutorudi shuleni, na angalau wanavyuo 100 wanakuwa wakibaki katika sehemu ambapo walikimbilia na wanakuwa katika shida kabisa ya kurudi katika mji mkuu wa Bukavu ajili ya kuendesha kazi za shule. Na nilieleza mwanzoni mwa taarifa hii ya habari, hali ya barabara yaendelea kuwa mbovu katika mji mkuu wa Bukavu. Ni kila itwao leo wakaaji wakuwa wenye kutoa masemi yao kwenye Radio Bukavu FM wakiomba viongozi wa sasa kuingilia kati swala hilo kwa kukarabati barabara ambazo zaharibika katika mji mkuu wa Bukavu. Wataja kwa mfano barabara inayotoka Lisewima hadi kwenye kiingilio ya chuo kikuu ISDR ambayo hairuhusu wapita njia kusafiri katika hali yenye kuwa nzuri. La nyongezo hatuna, wapendwa wasikilizaji wa Radio Bukavu FM, ni hapo kabisa ndipo twaweka nukta kwa taarifa hii habari. Shukrani ziwafikie nyote ambao mtukopa sikio nyumbani kwenu. Valentin Kalurani jina langu, alikuwa mimi kwa utangazaji, aliyeshikilia katika ufalme wa ngoma Elvise Murabazi. Nazidi kuwatakia kila laheri na fanka kila mara tupumuwapo, tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu inshallah.